Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninawasalimu wapendwa wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tuko mahali hapa tujifunze maisha ya Yesu, jinsi alivyokuwa amejiandaa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Tunajifunza maisha ya Yesu wakati ule Yesu alipokuwa ametoka kubatizwa mto Yordani, akapanda jangwani kwenda kuomba kwa ajili ya ile kazi ambayo Kristo alikuwa ameletewa hapa duniani na baba yake. Tunajifunza kwamba Yesu alifunga siku 40 pasipo kula, pasipo kunywa, usiku na mchana. Wakati huo, wakati wa kawaida, tukijiangalia kama sisi wanadamu, ukweli wa mambo ni kwamba ni hali iliyo ngumu sana, na wakati wote tunapomtafuta Mungu sisi tunakuwa ni wenye kulalamika. Kwa nini? Lakini palipo na ushindi ni lazima kuna kujinyima, kuna kuteseka, kuna matatizo katika kumtafuta Mungu. Na ukweli wa mambo ni kwamba kulingana na ujumbe wa leo, kichwa ni kwamba kuna ushindi katika majaribu. Kuna ushindi katika majaribu. Katika majaribu kuna ushindi. Jina la Bwana liinuliwe. Yesu alipokuwa amepanda kwenda jangwani kuomba, alikuwa huko siku 40 peke yake. Ilipotimia siku ya 40, aliona njaa sana. Ibilisi alimtokea, na alipomtokea Ibilisi akamjia, kwa sababu tunajua ya kwamba jaribu huja na kukufuata pale palipo na udhaifu wako. Shetani alitambua kwamba Bwana Yesu ameenda kuomba siku 40 akiwa na njaa na kiu, bila shaka kufikia sasa ana tamanio la kula ama kunywa. Ndiposa akaenda na jaribu hili, akijua ya kwamba yeye kwa ni lazima ataanguka, kwa sababu atakuwa anahisi njaa na pia anatamani kunywa. Jina la Bwana liinuliwe. Hata wewe mwanadamu, majaribu yanakujia pale ambapo una udhaifu wako. Kwa hivyo ni vizuri kutambua maandiko na kutambua nafasi ulio na sehemu ulio na jibu utakaloliambiwa. Na utajuaje majibu? Kwa kulisoma neno la Mungu, kufanya maandiko kuwa ndiyo chanzo chako cha mwendelezo wako wa maisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunakuta kwamba Ibilisi alikuja kumjaribu Yesu. Hebu tusome Mathayo 4:1. Tuanzie hapo tuone safari ya Yesu ilikuwaje. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Ukweli wa mambo ni kwamba Ibilisi alikuwa ametambua kwamba Yesu anahisi njaa, na alikuwa anajua kuwa anatamani apate maji anywe. Akatumia hiyo nafasi kumjaribu kwa jaribu hili. Kwa hivyo tunatambua na tunajifunza kwamba kila jaribu linalomjia mwanadamu linakuja kulingana na udhaifu ulionao. Lakini tambua hata kabla maswali, elewa hata kabla jaribu lenyewe. Tuone Yesu alifanya nini baada ya kutambua kwamba ameambiwa ageuze jiwe kuwe mkate. Naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Alitambua kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi katika neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Angekuwa hana ufahamu huu,
angeona ni heri nibadilishe jiwe kuwa mkate, na asingelifanikiwa kwa hilo. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuendelee tuone iliendaje. 5 inasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamuweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Yesu Kristo alitambua kabla swali analijua jibu, na hata kabla kupelekwa alikuwa anatambua huyu ananipeleka wapi na malengo ya maswali yake ni nini. Tuone Kristo alimjibu vipi. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari zake. Akamwambia, tuone alimwambia aje, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Tuone Yesu alisemaje. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, usimsujudie. Imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunatambua na tunaelewa kwamba katika kila swali Yesu Kristo alikuwa na jibu lake, na ni kwa sababu alikuwa anayajua maandiko, na ni kwa sababu alikuwa anafuatilia. Ina maana kila jaribu tunalolipitia kunalo jibu. Je, unatambua? Je, unajua? Je, unaelewa? Je, unafahamu kila jaribu ulilo nalo unajua jibu lake? Unafahamu kila swali utakaloulizwa unafahamu jibu lake? Ni vizuri kutambua unachokifanya, ni vizuri kuelewa ulipo niko wapi, na ni vizuri kutambua unachokitafuta ni nini, unachokitafuta na ni kitu gani ulicholenga kwacho. Jina la Bwana liinuliwe. Ukweli wa mambo ni kwamba Yesu alitambua na akajua mwanadamu hataishi kwa mkate, bali kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Alipompeleka juu, kabla Yesu hajapelekwa, alikuwa anafahamu ya kwamba ananipeleka na malengo yake, kwa sababu Yesu alikuwa amekusudia kukomboa ulimwengu, kuwachukua walio katika ulimwengu, na ni mimi na wewe, kuzitetea nafsi zetu. Aliposimama katika kinara juu, bila shaka alikuwa anafurahia mandhari na anaona uzuri wa dunia na wanadamu walio hapo waliopotea. Anatamani kuwatoa katika shida zao na kuwaleta katika nyumba ya Kristo, ama kuwachukua wawe wana wa Mungu tena, baada ya dhambi ya kale ambayo mwanadamu alikuwa amemwasi Mungu. Shetani akachukulia hapo, akajua huyu anatamani kuwachukua. Bila shaka amefurahia, akamfuata, akamwambia, nisujudie basi, nisujudie, nikupe miliki yote. Lakini Yesu Kristo hakuwa na haja na miliki, bali alikuwa na haja na nafsi ya mwanadamu ambaye alikuwa yeye amejitoa na katoka juu mbinguni kuja duniani kwa ajili ya kumfia yeye. Na Shetani hakujua ya kwamba ameanza safari sasa ya kumkomboa mwanadamu. Jina la Bwana liinuliwe.
Ndiposa mara nyingi ninasema tambua unachokihitaji, elewa unachokitaka, jua unapoenda, fahamu unapotaka uende na unachokitaka wewe, na kitafute kwa bidii, kitafute kwa jasho, upate kukijua. Penye mapambano na penye msisitizo pana ufanisi. Jina la Bwana liinuliwe. Hebu tusome Luka 1. Tusome Luka 1. Tuone maandiko ni yale yanayofanana. Tuone Luka anasemaje. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia siku 40 aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liamuru jiwe hili liwe mkate. Yaani baada ya kumuona Yesu amehisi njaa na hali zake ni mbaya, itisha mkate. Na Yesu angeitisha mkate, angelikuwa yuko katika emaya ya Ibilisi. Lakini Kristo alimtambua kabla alijua ya kwamba malengo ya huyu mtu ni nini. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamwambia, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, bado amempandisha juu, akamwambia, miliki hii ninaweza kukupa. Angalia vile kulivyo kuzuri, angalia venye kulivyo. Nisujudie mimi, nikupe hivi vyote. Jina la Bwana liinuliwe. Maandiko yanasema Yesu hakukubali kumsujudia Ibilisi, na hata alipomweka katika kinara cha jono akamwambia jirushe, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hivyo hata sisi usijaribu kufanya kitu ambacho hakistahili kifanywe. Pale ambapo unajua hii ni hatari, usifanye, kwa sababu imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kilichosemekana hii ni hatari kufanya, usilifanye. Wewe mwenyewe ujitume tu, sasa mimi sifanyi kazi, ninakaa. Utakuwa njaa. Umeokoka ndio, lakini utabaki kwa njaa na utakuwa maskini. Wewe tu uamue, sasa venye mimi nimeokoka, wacha nifanye mambo holela. Utakamatwa na serikali ya Kenya, utaingizwa ndani, na Yesu yuko na atanyamaza, kwa sababu imeandikwa kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Haya ni maandiko tunajifunza. Sasa basi, ukweli wa mambo ni kwamba tuishi kwa tahadhari. Lile ambalo halitupasi sisi kulifanya na tusilifanye. Marko 1:12. Ukiwa na muda unaweza ukaenda ukajisomea. Tunasema hivi, ulichokipanga kukifanya, wewe jitume kwa kukifanya hicho ulichokipanga kukifanya. Na wakati umeamua kufanya jambo, fanya kwa bidii, fanya pasipo legevu, fanya pasipo madhaifu, kwa sababu katika lile ulifanyalo kuna ushindi. Natambua ya kwamba pia majaribu yapo, kwa sababu unapokaribia ushinda kwako kuna majaribu. Fitina utazipata, dharau utazipata, kejeli utazipata, vita utavipata, lakini katika hilo Yesu Kristo alishinda.
na mwisho wa kushinda katika haya majaribu na mateso aliyopitia, Yesu Kristo alikuja akawa mshindi baadaye. Kwa sababu gani? Alipovumilia alimshinda Ibilisi, na baada ya kumshinda Ibilisi ndio sisi tukaja tukaupata ukombozi. Kwa hivyo ina maana kwamba simama kwa zamu, usiteteleke, usigeuke, nenda kwa malengo yako na mtumaini Mungu katika kila jambo, utafanikiwa. Kwa maana kioo chetu ni Yesu Kristo aliyeshinda majaribu, amefanikiwa, na dakika za mwisho malaika walikuja kumsaidia. Kwa hivyo katika vita, utakaposimama kwa zamu na ujitulize wewe mwenyewe, usimame kwa malengo yako, msaada wa Roho Mtakatifu wa Mungu atakuja kutukomboa. Jina la Bwana liinuliwe, jina la Bwana litukuzwe. Ninawashukuru wapendwa wa Mungu kwa kuwa pamoja nami. Nimetanguliza kusema mimi ni mtumishi Rachel, na kwa hayo machache mbarikiwe nyote kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amina.